Kwanza poleni na mchezo, tuambie changamoto ilikuwa nini? Awali wote kwanza nashukuru kumaliza mchezo salama, lakini nami pia natoa pole kwa staff wote wa Coastal pamoja na mashabiki wetu wana Mangushi ambao walitegemea pengine leo tungewapa furaha. Changamoto ilikuwepo, nadhani kila mtu ameona ni makosa katika defense. Tumefungwa kutokana na kutokuzingatia baadhi ya maelekezo. Yale makosa tuliotengeneza wenzetu wameyatumia. Ukiangalia goli la kwanza imetokea penalty, goli la pili center back ameshindwa kwenda kumaki, tumeacha nafasi kati ya full back na center back wameitumia. Goli la tatu kipa amesupply mpira kwa mchezaji ambaye hana taarifa, wamenasa, wamekuja kutufunga. Kwa hiyo ni makosa katika defense. Pengine wachezaji bado hawajaamka vizuri baada ya kutoka likizo, kwa sababu tumeenda kuwakumbusha ndani. Half time naona wamekuja wamebadilika. Kwa hiyo tunatakiwa tuwaamshe warudi katika pesi ambayo tulimaliza nayo. Kipindi raundi ya kwanza tumeanza kabla ya kusimama ligi. Wakati benchi jipya tunaingia, tulijaribu kupunguza makosa kwenye defense, tukawa tunataka kujitafuta kwenda kwenye attacking. Lakini kuna haja ya kujirekebisha tena kwenye defense na huku tukiendelea kupambana kuboresha safu ya ushambuliaji. Lakini pia tunayo mahitaji katika timu yetu kutokana na type ya players tulionao. Tunahitaji kuwa na wings ili kuboresha attacking yetu. Kwa hiyo tuna mapungufu na pia vile tukubali leo tumefanya makosa. Kwa hiyo ni sio kurudi nyuma kulia. Sasa hivi ni wakati wa kujipanga tuweze kufanya kazi nzuri kwa wakati ujao. Mwalimu, kipindi cha pili tumeshuhudia mmecheza vizuri sana. Pengine ulizungumza na nini kwa upande wa wachezaji mpaka tumeona mabadiliko ya kiuchezaji ndani ya kikosi? Ndio kama nasema kwamba tulienda kuwakumbusha kwa sababu kipindi cha kwanza walikuwa kwa mbali na sisi. Tunajaribu kuwakumbusha ndani ya uwanja, lakini naona kama vile maelekezo yalikuwa hayafiki. Kwenda half time tukatumia tactical board kuwakumbusha maelekezo. Wamefanya vizuri, lakini no tayari tushapoteza mchezo. Inauma, lakini no way, tujipange kwa ajili ya mechi zijazo. Kocha, ukisema goli la pili liloruhusu ndani ya sekunde 3, wachezaji wako wanafanya makosa mawili ambayo yalitokea. Nadhani ni kutokana na wachezaji wako kushindwa kuelewa mchezo pindi ambapo ukiwa unaendelea, kwa maana ikapelekea ligi kuconsider. Ni kawaida makosa, hata Azam kuna sehemu wanafanya makosa, lakini sisi hatukuweza kutumia nafasi. Maana ukicheza mpira unatafuta nafasi. Sasa wakati gani utakuwa na uharaka wa kuitumia nafasi iliyopatikana? Wenzetu wamekuwa bora kutumia nafasi tulizozitengeneza, wametufunga. Ni makosa tumefanya, ndio maana tumeruhusu kufungwa. Lakini tungekuwa hatuna hayo makosa, nadhani sasa hivi ingekuwa story nyingine.